Tusome tu kwa utulivu, maana Mungu ameruhusu kuna kitu tukipokee hapo. Nitasoma ule mstari wa 3 Wafalme wa Pili sura ya 19 na ule mstari wa 3. Wakamwambia, Hezekia asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu na matukano, maana watoto wako tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Naomba tena nisome. Wakamwambia, Hezekia asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na taabu na matukano, maana watoto wako tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Tuombe. Roho Mtakatifu, Baba yetu, tunakushukuru tena kusema nasi asubuhi ya leo. Wewe ni Baba wa milele, ni Mungu mwenye enzi, mfalme wa wafalme. Sema nasi kama kanisa katika ulimwengu wa roho. Kanisa lako umelipa jinsia ya kike, kwa maana lina tabia ya kuongezeka na kuzaa. Tupe kibali chako na tusaidie, kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, kwa jina la Yesu, amen. Somo letu linasema jua jinsi ya kuzaa mapenzi ya Mungu. Jua jinsi ya kuzaa mapenzi ya Mungu. Somo linasema jua jinsi ya kuzaa mapenzi ya Mungu. Nataka nizungumze na Mungu atusaidie kuanzia kesho mpaka Jumapili, siku hizi 7 tukizichukua alafu tukarudi nyuma, kuna ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani tangu afufuke, manake Jumapili tutakuwa tunatimiza siku 50 za kumbukumbu. Na kwa sababu hiyo, kama kanisa ni lazima tujue na tutambue kwa nini tuko duniani. Kama nakumbuka kwenye utambulizi wangu nilisema kwamba kila unachokiona duniani kina sehemu kilitoka, na kama kilitoka kwa tafsiri nyingine kilizaliwa. Tukija kuangalia kwenye ule uumbaji, Mungu alipokuwa anaumba kitu, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, katika siku ya kwanza mpaka ya 4 Mungu alikuwa anatamka. Kwa lugha nyingine, kuna vitu kwenye moyo wake alikuwa amevibeba. Sasa akaanza kuvizaa kupitia maneno. Akasema kabla dunia haijawa hivi, Mungu ilibidi atengeneze kizazi, akatamka ikawa. Akatamka ikawa. Kwa tafsiri nyingine, Mungu alikuwa anazaa maono aliyokuwa ameyabeba na yakaonekana. Na
kama alikuwa amebeba vitu, haikuwa hekima vibaki kwake. Hekima ni ili vitokee. Na kwa sababu hiyo, somo linaposema jua namna ya kuzaa mapenzi ya Mungu, ninaposema mapenzi ya Mungu, kuna vitu kwangu vimefichwa, kuna vitu kwako vimefichwa, kuna vitu kwa mtu vimefichwa. Ili vizaliwe ni lazima tujue namna. Lakini pamoja na kujua namna, neno kuzaa, kabla haujafikia kitendo cha kuzaa, huwa hapa mwanzoni kuna maisha ya kutunza kila ambacho umekibeba. Na Biblia inatupa taarifa kwamba tukiona mfano wa kimwili, kuna baba mmoja anaitwa Manoa. Mnamuelewa Mke wake alikuwa anaitwa nani? Manoa. Mke wake alikuwa anaitwa nani? Mama yake na Samsoni alikuwa anaitwa nani? Ndio maana nikasema tunataka tujifunze hapa. Alikuwa anaitwa nani? Kanisa la Mungu. Au nimesema jua namna ya kuzaa mapenzi ya Mungu. Najua pia wakati mwingine ukiongea na mtu aliye na mimba ni kama unampigia kelele, maana muda wote anataka kujifungue. Sasa sidhani kama nimetibua kiasi cha sasa hivi uzae. Na kama utazaa sasa hivi, sijajua kama huyo mtoto ataishi, maana hujajiandaa, neti hakuna, mazingira yoyote hakuna. Na ndio maana nasema jua namna ya kutunza mapenzi ya Mungu ambayo tunapaswa kuyazaa. Kama mnakumbuka, malaika alitumwa na Mungu akaja kwenye hii familia. Na hii familia Biblia inasema kwamba ilikuwa imebebeshwa kitu kizuri sana cha Mungu. Na Mungu anasema kwamba akamtuma malaika. Akafika akakutana na huyu mama, akamwambia ni kweli pamoja na uzee ulionao, ni kweli pamoja na mtu kibinadamu inaonekana umeenda, lakini Mungu amenituma kwenye hii familia, mtapata mtoto. Na huyu mtoto ni wa pekee sana, kwa sababu atakuwa ni kiungo kikubwa katika taifa la Israeli. Na Biblia inazungumza kwamba halikuwa swala nyepesi, kwa sababu hawa watu walikuwa wameshajikatia tamaa kwa habari ya kuzaa. Na Biblia inazungumza hivi, akasema kwamba na ujihadhari. Kuna vitu hupaswi kuvitumia kipindi cha ujauzito, maana tayari Mungu ameweka hiyo hali. Na Biblia inazungumza kwamba baada ya kuchukua yale maelekezo, baada ya kuchukua yale mafafanuzi kutoka kwa Mungu, huyu mama akaja akamwambia na mume wake, akamwambia, Bwana, nimetokewa na malaika, nimeambiwa 1, 2, 3. Na kwa sababu alikuwa swala jepesi sana, akasema hapana, hebu tuombe tena Mungu arudi atupe mafafanuzi, itakuwaje jambo hili. Na Mungu, Biblia inasema kwamba hakuwa mchoyo kuwatembelea, kwa sababu alikuwa amebeba hilo kusudi. Biblia inasema kwamba akarudi tena akawapa hayo mazingira. Kwa hiyo nataka kuzungumza moja ya kitu cha msingi sana, hiki ninachokizungumza unaweza usikielewe, lakini natamani Roho Mtakatifu akupitishe kwenye neno lake ili ufunuliwe. Cha kwanza, wewe uanze kujiuliza umebeba vitu gani ambavyo Mungu anatamani uvizaa. Yawezekana unaweza ukavizaa mwaka huu, yawezekana baada ya miaka 5, yawezekana baada ya miaka 15, lakini lazima viandaliwe. Na Biblia inazungumza, tumesoma kwenye hiki kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 19 na ule mstari wa 3, akawaambia Hezekia, asema hivi, siku hii ni siku ya dhiki na aibu
na matukano, maana watoto wako tayari kuzaliwa, wala hapana nguvu za kuwazaa. Hakuna nguvu. Ni neno ambalo naweza nikalizungumza katika mazingira haya. Kuna vitu vingi Mungu ametubebesha. Kuna vitu vingi Mungu ametubebesha. Na hivi vitu Biblia inazungumza hivi. Kwenye ile sala ya Bwana, naomba usikie neno moja linasema hivi: ufalme wako uje. Hebu tuseme wote, ufalme wako uje. Hebu rudia tena, ufalme wako uje. Swali, hebu weka, uje wapi? Je, tunaweza tukaomba maombi ya kushusha ufalme halafu katokea tumedondokea Ikulu? Hapana. Ufalme wa Mungu unapokuja, unakuja kwako, na unapokuja kwako unataka ufanye kitu. Okay, ngoja nikusaidie hivi. Biblia inasema hivi: wakati Yesu amebeba mwili huu, alishuka duniani, lakini baada ya kushuka duniani, alipozaliwa, baada ya miaka kama wanatheolojia wanatuambia kama miaka 12, kwa sababu alikuwa na vitu vya Mungu, walianza kushangaa mpaka wazee wa dini, wa hekima. Nasema, huyu mtoto mdogo mbona anazungumza vitu vizito? Alikuwa jambo lake, kwa sababu Biblia inasema kwamba ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana, mara nyingi ametumia Baba amenituma. Kuna vitu vya Mungu kwenye maisha yako vinatakiwa vizaliwe. Na ndio maana kanisa kama kanisa, hebu sema kama bibi harusi. Jamani, sauti hizi nazikumbuka zile za usiku saa 6, saa 5, watu wanazungumza huku wakiwa wanasinzia. Sasa kama ni asubuhi hii unasikia sauti ya aina hii, je, ile saa 7 itakuwaje? Ninachotaka kuzungumza ni hivi: wewe, hebu mwangalie jirani yako. Huyo kweli ana dalili ya kuzaa? Ana dalili? Hana dalili. Na kama hana dalili, Biblia inasema hivi: hakuna pesa juu ya Israeli. Hebu sema Israeli. Israeli ni taifa lililobarikiwa na nani? Na Mungu. Anapoliona taifa la Israeli, anaona uzao. Pengine unaweza usinielewe. Hebu nikupitishe kwa mtu mmoja tu aliyepata neema ya kubeba uzao wa Mungu. Nakumbuka mtu mmoja katika Biblia, naye si mwingine, anaitwa Ibrahim. Alitolewa usiku, ilikuwa ni kwenye ndoto, akaambiwa uzao wako utafanyaje? Utakuwa na, akapewa kazi moja, sijui kama alifanya, akaambiwa kwamba nyota hizi ufanyaje? Uzihesabu, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Ndugu zangu, ukisoma muktadha wa andiko la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, lakini kabla tujafika sura ya 2, Matendo ya Mitume sura ya 1, kanisa linaambiwa tulia, usijinajisi. Moja ya vitu ambavyo vilivyokuwa vimepigwa kwa kipindi hicho, Agano la Kale, Biblia inasema kwamba hakutakiwa mfano wa kunywa kileo
ambacho hicho kileo imefika hatua pia hata wanasayansi ni kama hizi tafiti zina ukweli. Mama anapokuwa mjamzito, anapokuwa anavuta sigara au anapokuwa anakunywa pombe, tafiti zinaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa mtoto akazaliwa ana tatizo la afya ya akili. Wangapi wanaelewa tafsiri ya tatizo la afya ya akili? Kwa lugha nyepesi, anaweza asiwe mwenye akili timamu, asiwe mwenye maamuzi timamu, asiwe mwenye mazingira sahihi. Kwa sasa ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume, Mungu anawaambia kwamba msitoke kwanza hapa mpaka mvikwe nguvu. Amen. Amen. Msitoke kwanza hapa mpaka mvikwe nguvu. Tafsiri ya hiyo nguvu ndiyo tunaweza tukaiangalia katika kitabu hiki cha Wafalme. Tayari kuna matokeo ya kuzaa na watoto wako tayari, lakini hakuna nguvu ya kuwazaa. Hakuna nguvu ya kuwazaa. Kwa nini hakuna nguvu ya kuwazaa? Sababu gani hakuna nguvu ya kuwazaa? Ndugu zangu, hapa ndipo kwenye kiini cha somo ambacho nataka nizungumze. Kanisa limepewa vipawa vingi sana. Kanisa limepewa huduma nyingi sana. Kanisa limepewa vitu vingi sana, lakini yawezekana visizaliwe au vikazaliwa vikiwa na nini? Na udhaifu. Ezekia hapa anaona wamama, baadhi yenu ni mashahidi, na wengine pia hata kama sio wa mama, wa baba, mnaelewa. Mama au binti anapokosa uwezo wa kujifungua, nini kinachotokea? Yawezekana mambo mawili yakafanyika kati ya hayo mawili mojawapo. Jambo la kwanza, akafanyiwa operation au upasuaji. Jambo la pili, akatundikiwa za uchungu. Kitu gani kinachotafutwa? Mama azae. Na mbaya zaidi, ninapozungumza hivi, kuna wamama wamepoteza maisha baada ya kufanyika hivi vitu viwili vikafeli. Mama akafa na mtoto akafa, au mama akafa mtoto akabaki hai, au mtoto akabaki hai mama akafa. Lakini ukija kuangalia tatizo lilikuwa ni nini? Mojawapo alikosa nguvu za kusukuma kile kiumbe ili kizaliwe. Nataka tuje sasa katika ulimwengu wa roho. Kanisa kama jinsia ya kike, Mungu ameipa tafsiri ya kuzaa. Na tunapoona mazingira ya kuzaa, tafsiri yake ni kwamba Mungu ametupa vipawa na karama, na kabla hivi vipawa havijawa sehemu ya maisha yetu, ni lazima tutambue kwamba Mungu ametupa hizi nafasi tuweze kuzitumia. Sasa nataka nizungumze kwa picha hii. Matendo ya Mitume sura ile ya 2, kanisa linazungumza lilikuwa sehemu moja, likiwa limekaa linaomba, linasubiria mapenzi ya Mungu kama lilivyoamuliwa. Na Biblia inasema ghafla kukaja uvumi. Tafsiri Mungu hiyo sasa anasema hivi, siku hiyo ilikuwa ni siku ya kanisa kuzaa. Hebu sema neno kuzaa.
Unajisikiaje unaposema hilo neno? Hakuna kitu chochote, unaona ni kawaida. Hebu sema neno kuzaa. Wamama wameshaanza kunielewa. Yaani niko hapa lakini kila nikitaka, yaani anaposema kuzaa anabadilika sura. Acheki tena. Agosti, usitani. Yaani sasa hivi ushaanza kuombea wamama wazae sasa hivi. Hatuelewani. Otherwise tu ilikuwa kazi. Mzee alikuwa kazi. Okay. Na mzee kama mwepesi sana akasema kidogo yani. Basi sawa. Ninachotaka kuzungumza maana yangu ni hii. Unaposikia neno kuzaa, uwezo kama unapicheka. Na ndio maana Biblia inasema kwamba wakati kanisa limeingia, Matendo ya Mitume sura ile ya 2, limeingia kwenye kuzaa, lilikuwa liko makini sana na upepo uliokuwa ukiendelea siku hiyo. Maana wakati linazaa kuna watu hawakuelewa, wakaanza kuziaki. Nakumbuka jamani, nakumbuka kuna wakati huo sasa Mungu anasema kwamba ndimi zikaje. Yaani siku hiyo ilikuwa ni siku ya utungu. Hakuna mtu anayemkuta anakunywa soda, hakuna mtu, yaani kila mmoja alikuwa yuko kwenye joto la kuzaa. Amen. Amen. Changamoto watumishi wa Mungu, labda tuseme kwa sasa, sijajua kanisa linaandaliwaje. Sijajua mtu mmoja mmoja anaandaliwaje. Lakini Biblia inasema kwamba siku hiyo ilikuwa ni tufani. Na siku mama anapojifungua ni tufani. Kama mnaishi mbali huko, hata gari haifiki, nataka nikwambie siku hiyo mtakiona, mtabeba. Anataka kujifungua. Na asante Yesu kwa muktadha wa kuzaa. Kanisa hili lilikuwa na nguvu za kutosha. Hebu sema lilikuwa na nguvu. Wale 120 ambao Yesu alikuwa amewekeza ndani yao, Biblia inasema kwamba wakajawa na nguvu za Mungu. Hebu sema wote. Hakuna hata mmoja aliyeitwa tasa. Hakuna. Sasa fikiri kwa mfano kama hapa, automatically tuseme tuko wangapi? Tuko 10, si ndio? Mungu anapozungumza hivi, anatamani kila mmoja azae. Wale 120 na Biblia imetengeneza vizuri. Biblia inasema hivi, wale 120 wote wakajawa na nguvu za Mungu. Wakaanza kutamka maneno ambayo yalidhihirisha kitu ambacho Mungu ameweka ndani yao. Sasa wale ambao hawakuwa tayari kuzaa, Biblia inazungumzaje? Wakashangaa. Wangapi kanisani kwako wanakushangaa? Hakuna mimi kushangaa. Basi utakuwa unajishangaa mwenyewe. Mwenye mimba lazima wamshangae. Hebu piga picha. Changamoto nikisema utacheka. Hebu piga picha. Pole pole. Haraka kwenye boksi la ubongo. Umechanganya vitu gani hivi? Miriam, nilisikia unasemaje? Hebu ngoja niwaulize. Mungu aliposema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, alikuwa na maana gani? Umpe Mungu nafasi ya kwanza. Umfanyaje? Umpe Mungu nafasi ya kwanza kuliko vitu vyote.
Ufanyaje? Tumpe Mungu nafasi ya kwanza kuliko vitu vyote. Ngoja niwaambie, nataka nisahihishe hapa. Sasa mimi niseme kwa sababu sijapata nafasi ya kwenda sana huko nje. Sisi Tanzania tuna uhaba wa tafsiri. Uhaba wa tafsiri uko hivi. Unapoambiwa harusi yako inampenda, unapata tafsiri gani? Kamoshi kalikowashwa kwenye bustani ya Edeni, yani akili zote ni kama zimeparalyze. Mimi nataka niwaambie, ukisema neno na kupenda, moja kwa moja inakuja mahusiano ya kimwili. Kama unafikiri Natania, wewe ulisema unampendaje? Hebu niambie unampendaje? Yaani automatically kwenye kabongo, kwenye zile, kama wangekuwepo wataalamu wa afya hapa, wanasema kwenye hili fuvu kuna neurons, yani kuna vimemeumbele hivi, yani hivyo, kisha sema tu kupenda moja kwa moja. Sasa ngoja nikupeleke kidogo Ulaya kwa watu ambao sasa hivi wanaomkataa Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba salimianeni kwa busu takatifu. Hawakuwa na maana ya kwamba ukishambusu hivi alafu tayari ile tushaiona kitano chake. Nimesemaje? Ndio maana nikamwambia Mungu, hawa watu watanielewa? Katibu. Neno kupenda linakuja kuharibiwa hapo. Swali nililouliza, ni kitu gani unachokipenda? Niliambiwa baadhi ya watu wanasema yani hakuna ninachokipenda, yani ninaloamka nalo hilo. Si kweli, mtu amekosa tafsiri. Ulisema biashara na ulilingana na unapenda operation ya kiroho sasa hivi mali ya kama kwa hapo na nini, yani hiyo ndio inatoka. Sawa. Tuko kwenye cha tatu, nasema kwenye kutunza, si ndio? Ndio. Unachokipenda utafanyaje? Utatunza. Sasa hebu niulize sasa kwa hawa ambao waliosema. Japo kwenye akili yangu inabidi nikubaliane na kile ulichokisema kwa sababu kinatoka kwa sababu kinatoka moyoni mwako. Uko hivi. Chochote unachokipenda asilimia ya kiwango alichotamka Mungu itakuwa cha kwanza. Na ukishagundua hivyo, utawekeza muda. Siku ina masaa mangapi? 24. Nitoe mfano huu. Kuna grupu
la nguvu za kuzaa, kila kitu utachanganya. Kila kitu utachanganya. Na ndio maana nataka niwaambie sasa, nikija kwenye mazingira sasa ya kanisa la kwanza ambao nasema kwamba ujumbe wetu unasemaje? Jua jinsi ya kuzaa mapenzi ya Mungu. Walipojua hawa mitume kwamba tuko kwenye antena ya kiroho na hatuwezi kwenda Samaria, hatuwezi kwenda Yudea, hatuwezi kwenda Kapernaumu bila agenda ya kiroho na Mungu. Ndio maana Mungu akamwambia karibu kwanza mvikwe nguvu. Kuna vitu unaweza ukavianzisha kama huna nguvu, mawili. Hivyo vitu vinaweza vikafa au na wewe ukafa. Changamoto ninayoiona kwa sasa, watu neno la Mungu linapokuja kwao wanafikiri tu ni la kanisani, ni la kwako. Unapoacha vitu unakufa. Na kifo cha kiroho ni kifo kingine, ni cha ajabu. Hebu tuone kifo cha kiroho. Paka Yesu alifika akasema kwamba watu hawa wana macho lakini, watu hawa wana masikio lakini, watu hawa lakini mioyo yao iko. Kwa tunachotaka kuzungumza watumishi wa Mungu, mapenzi ya Mungu ili uyazae kwako. Jambo la kwanza nimesema ufanyaje? Ujue ulichokibeba. Lakini jambo la pili katika yale matano, ulichokibeba ni cha thamani, kinahitaji ulinzi, kilinde. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Yaani ulichokibeba ni cha thamani. Kitu gani ambacho kinachoonekana nyumbani mwa Bwana sio cha thamani? Kitu gani? Hivi mtu akiingia hapa, mimi naye hubiri si ni wa thamani? Wewe uliyeweka hivi viti si ni wa thamani? Wewe uliyedeki hapa si ni wa thamani? Hebu ngoja niwaulize. Hujui kuhubiri, hujui yaani chochote ukiwezi kwa hapa ukijua wala kuimba. Lakini si unaomba? Unaomba? Wewe ni wa thamani. Umenielewa sasa? Na ndio maana Mungu anasema kwamba kila aliyempokea Kristo alimpa uwezo wa kufanyaje? Wa kufanyika. Neno uwezo, alipewa nguvu azae kitu. Sisi unanielewa mtoto wa Mungu? Wewe umepewa kitu, kwa hiyo hatua ya pili, ulichopewa kithamini, kitunze. Kuna watu tumepewa nafasi, kuna watu tumepewa karama, kuna watu tumepewa. Ndio maana wenzetu walifika toka wakasema hapana, lazima kitunze hiki kwa nguvu zote, kwa akili zote, kwa moyo wote, kitunze. Tunza utumishi wako. Umepewa hicho kitu, ni cha thamani, ndicho kitakachofanya wewe kesho mbele za Mungu uvikwe nini? Kuna watu ni wa thamani, maisha yake yote ni mtu wa kufunga na kuomba tu. Na huyu mtu akihama kanisa, na huyu mtu akiondoka kwenye nchi, tayari nchi. Hebu ngoja niwaulize, wangapi mmeshawahi kufuatilia sana kwenye maisha ya misiba? Kuna neno gani ambalo huwa linazungumzwa mara kwa mara kadri tu unapokuwa unatokea msiba? Neno gani? Haya, kwa wale wasioamini na hili huwa analitumia. Wasiomjua Mungu huwa analitumia hili neno.
Sawa. Mimi unajua natafuta nini kwenye huo msiba wote? Huyu ameacha pengo. Ameacha pengo. Kwa nini ameacha pengo? Mshauri kujiuliza, kwa nini ameacha pengo? Alichokuwa amekibeba alikuwa anakitumia. Kuna mtu anaondoka anasema ni heri aondoke kabisa, ni heri. Kwa nini? Yaani amevuka mfumo wote wa wito wake, yaani hata haijulikani. Wanaposema pengo hawamaanishi mwanya, yaani kiungo alichokuwa amekibeba leo hayupo, tunaona kuna pengo. Hebu ngoja nikwambie hivi, mwanadamu huyu unayemwona, mwanadamu huyu unaishi naye, kuna wakati ataondoka. Rekodi ya Mungu sio historia aliishi miaka mingapi, alichokuwa amekibeba kama mapenzi ya Mungu. Je, alianza? Lakini jambo la tatu kwenye yale mambo matano, jambo la tatu kwenye yale mambo mangapi? Jambo la tatu, ukitambua kwa kipa cha thamani, halafu baada ya hapo, jambo la tatu la msingi sana, kitunze. Hapa ndipo kwenye changamoto. Hebu niulize hili swali, na awepo tu mtu mwepesi atakavyoweza kunijibu au kutujibu sote, nitafurahi sana. Kitu gani unachokipenda nyumbani? Kitu gani unachokipenda nyumbani? Uwe ni nguo, uwe ni kifaa chochote ambacho unachokitumia nyumbani. Kitu gani unachokipenda nyumbani? Hakuna mkono. Wote kuna kitu ambacho tunachokipenda. Sasa kile unachokipenda zaidi kati ya hivyo vyote, kile unachokipenda zaidi kitu gani? Kazi. Aini yeye amesema pesa, mwingine Kazi. Kazi, sawa kabisa. Mwingine unachokipenda. Kitu unachokipenda, vitu ambavyo unachokipenda. Hata waliojibu kazi bado wako light, kwa sababu anazungumza kutoka na hapo mafafanuzi atakuja vizuri. Kitu unachokipenda. Unapenda biashara. Unapenda biashara. Haya. Mwingine jamani, mbona maneno ya kutosha? Wewe hata kama unatumia pilipili, sema ugali bila pilipili siwezi. Wewe sema tu. Changamoto tulionayo kanisa la kiroho, huwa hatuko wepesi sana, na ndio maana wakati mwingine unajua ni nini? Pendo. Angel yuko kule Arusha, si ndio? Anafundishwa, si ndio? Kule mwalimu anamfungukia kitu ambacho hata wewe hujawahi kumfundisha na unavijua. Sawa Lakini umempeleka wapi kule? Yaani anakuja huko wakati mwingine anafika hatua. Wewe unaanza kushangaa. Wewe yaani anachokitamka sio kwamba hukijui. Lakini shida ni wagumu wa kufunguka.
Na kadri unavyojiweka baridi kwenye ibada, ndivyo unavyojiweka baridi katika ulimwengu wa roho, kwa sababu unapokitoa kile unachokipenda kinarudi kwa Mungu, kinasema ni kweli, hakijakaa kwa bahati mbaya. Yaani kuna watoto kule wanafundishwa vitu ambavyo sisi tukisema matusi hayo wewe. Sasa mimi nauliza kitu unachokipenda. Wazi. Unapenda? Kumbukeni, ninalolizungumza linatoka kwa Bwana. Wakati Mungu ananipa ujumbe, nisema watu wangu ni watanielewa. Musa wakati anapewa pagi ya kwenda kule Misri, hivi kweli nikifika sio wa Misri, wana wa Israeli watanielewa? Hivi mara 3 namuuliza Mungu, hivi kweli huu ujumbe hao watu watauelewa? Nasema katika roho. Kitu unachokipenda nyumbani hakuna. Chochote unachokipenda. Samani, leo nitakutumia mfano sana kwa sababu naona umefunguka na mimi ndio maana najaribu. Umesema unapenda biashara. Baba Angel na biashara. Sasa mbona mnacheka tena? Si mimi nauliza tu, naona anavyopenda na nini. Ndio kitu ambacho nataka tuzungumze kweli. Baba Angel na biashara. Napenda biashara. Na maanisha kitu ambacho kiko ndani ya moyo wangu. Sababu binafsi yangu inawezekana anayafanya kwa umakini, kwa haraka sana. Cha kwanza anatoka anajisaidia kwa gwembe hizo. Akishaona kama kuna vimaili anawahi. Sijui unanielewa? Unanielewa? Hebu sema huyu ni mtu. Na inamlazimu aketi ndani ya siku 21. Na kuku walio waaminifu sana, walio wengi, sijajua kuku za kisasa, walio wengi sana kwa kipindi hicho, kama ana mayai 20 yote anayatotoa yote. Na ikitokezea pengine bahati mbaya, labda kwa sababu na umri wa kuku unaweza kukuta kakuku kadogo lakini kana mayai mengi. Sasa elewa, kanapokuwa kana mayai mengi, linapokuwa kubwa na mwili wake unahifadhi joto la kutosha. Kuna mtu ananielewa hivi? Huu mfano unakupeleka sehemu fulani. Unapokuwa na kitu na ukakitambua, unaweza ukawa mbali na hicho kipawa. Eti watoto wa Mungu, yaani umekitambua na umekielewa, unaweza ukawa mbali na hicho kipawa. Jamani, mbona mnajibu kiepesi namna hii? Mimi nataka niwaulize, mbona mnajibu kiepesi namna hii? Mbona mnakataa kiepesi namna hii? Una kipawa, na hicho kitu kilichokutafsiri wewe duniani ni nani? Unaweza ukawa mbali nacho. Ngoja niwaulize, unamwelewa Sauli anaitwa Paulo leo katika neno la Mungu? Alikuwa na vipawa vingapi? Alikuwa na vipawa vingapi? Si tunasoma Biblia, watoto wa Mungu, alikuwa na vipawa vingapi? Anajiita yeye ni nani? Tena
kuna kitu kikigusa na stop. Tena kimeandikwa kwenye Biblia. Tena hebu sema mtengeneza mahema. Biblia isomi. Hebu sema mshona mahema. Sasa mshona mahema mbaya. Wakati alipokuwa mbali na Mungu, aliona kushona mahema. Kazi yake kubwa ilikuwa ni nini? Unaweza ukawa na kipawa cha Mungu, kama hukielewi utalitesa kanisa lako. Utalitesa. Kwa nini utalitesa? Biblia inasema wazi. Paulo aliyekuwa Farisayo akiwa amebeba dini. Hebu sema neno dini. Akiwa amebeba dini, alikuwa yuko tayari kutumiwa nje na alichokibeba. Na Biblia inasema mpaka serikali ilitambua, mpaka serikali iligundua, ikawekeza. Lakini huyu aliyekuwa mtume, huyu aliyekuwa mwalimu, huyu aliyekuwa mchungaji, acha nikwambie, alipogundua anaanza kusema, hebu sema, na yahesabu. Anahesabu manini? Hebu sema kwa ujasiri. Anahesabu mambo gani? Kuwa kama watu wanasema sasa yenyewe kama simpunguze tu mseme kama mama mzee. Si kitu. Sasa yote ya nini? Na yahesabu kama kwa nini alihesabu hapo? Aligundua alichokibeba. Maneno haya wakati anayazungumza, tena wakati mwingine alikuwa anga jingine la kiroho. Hivi unapokuwa na kipawa, hivi unapokuwa na wito wa Mungu, vitu vinavyokuzunguka vinachukua nafasi gani juu ya kile ulichokibeba? Kwa sababu kuna wakati Biblia inazungumza, lakini mimba kana tembea, Biblia inasema wakaanza kushangaa. Sijui unanielewa mtoto wa Mungu? Yaani kila aliyekuwa na ujauzito siku hiyo alionyesha. Sasa kuna wengine kwenye ile desturi ya wanawake walikuwa wamekoma. Siku hiyo walizaa. Yaani hata kama hajui kunyonyesha mtoto, analichukua ile ziwa analirusha. Nyonya, mimi tayari nishazaa hivyo. Sijui unaelewa. Yaani siku hiyo wote waliokuwa miaka 20. Yaani kuna wakati najaribu kufikiria. Unajua ukisoma Biblia kwa uchambuzi chini ya Roho Mtakatifu, hautabaki kama ulivyo. Hautabaki. Na leo Mungu siku hiyo alikuwa yuko makini sana. Dunia yote ilikuwa imeelekea Yerusalemu siku hiyo. Malaika wote wa ulinzi, malaika wote wa vita walikuwa wanaangalia tukio hiyo, maana ilikuwa limeshazungumzwa, wakiwepo na manabii wakubwa. Hebu sema nabii wewe. Alizungumza hili tendo. Ilikuwa ni tendo moja kubwa. Biblia inasema kwamba siku ya joto la kuzaa, kila mmoja
kuna mtu anazaa hana ujasiri. Lakini Biblia inasema siku hiyo wote wakawa na ujasiri. Hebu niulize picha hii. Tunapokuwa tunazungumza habari ya kuzaa, Mungu anaangalia vipawa vyetu vya maisha yetu ya kila siku ambavyo Mungu ameviweka ndani yetu. Inazaa kiasi gani? Wakati mwingine Yesu kama mkulima, mtaalamu wa kilimo, anapoingia kwenye bustani anaangalia mti uliobeba matunda. Tafsiri yake mti uliozaa. Lakini tukija kwa picha hiyo hiyo, Yesu alifika tu akasema kwamba jamani, kama mimi mti mbichi ninatendwa hivi, je, mimi mti mikavu? Kuna wakati mwingine Mungu anatuona tumekaukiwa. Kuna wakati mwingine Mungu anatuona hatuna yale mazingira. Sasa ninachotaka kuzungumza, kwa sababu ni karo kidogo kawali nataka nikalete kwako. Kuna mambo manne unapaswa ili uzae salama lazima uwe nayo. Haijalishi umezungukwa na kina nani. Haya mambo matano ukiwa nayo utazaa salama. Jambo la kwanza, ili ufanikiwe katika maeneo ya maisha yako, kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, ni lazima ujue ulichokibeba. Jambo la kwanza ni hilo. Umebeba kitu gani kama ahadi ya Mungu? Kama Mungu anakuambia usitoke hapo mpaka uvikwe, tafsiri ya kwamba uko hapo kwa sababu kuna kitu umekibeba. Tunaelewana watumishi wa Mungu? Hili ni swala ambalo ni la kwanza kabisa. Na katika maisha yetu ya Ukristo wengi hawajui. Yawezekana kiwepo hata na mchungaji wako. Yawezekana kiwepo hata na askofu wako. Yawezekana kiwepo hata mtume, nabii, mwalimu, mwinjilisti, shemasi, hajui. Unajua neno hili nikikwambia unaweza usielewe, lakini ndivyo ilivyo. Kuna mtu mmoja katika Biblia anaitwa, hebu sema Musa. Alikuwa na kizazi, lakini hakuelewa kizazi chake ni kizazi kipi. Biblia inasema kwamba mpaka Mungu anamuuliza una nini mkononi? Alisemaje? Ile fimbo alikuwa anajua kwamba ina maajabu. Wengi tuna vitu lakini hatujui kwamba hivi tu vitu ndivyo vilivyotuleta duniani na si vinginevyo. Una nini mkononi? Kama unataka kuzaa, umebeba kitu gani? La kwanza hiyo litambue. Kwa sababu moja ya kitu ambacho shetani anapokuja kwako, anakuja kupokonya kwanza matumaini. Hata kama hujui kwamba unayo, lakini anakuja kuyaondoa. Una nini mkononi? Na ndio maana ni hasara kubwa kuishi bila kujua umebeba nini. Musa anaulizwa una nini mkononi? Akasema nina fimbo tu. Hii fimbo si ya kawaida tu. Akasema okay, hiyo sio ya kawaida. Hebu itupe chini. Alipoitupa chini, nini kilitokea? Nini maana ya kutupa chini? Nini maana ya kutupa chini? Iruhusu. Lakini kabla ya kuiruhusu, unaielewa, unaitambua. Pentekoste ni kuzaa, lakini leo haijalishi kwamba hauna au unacho, kinahitajika kiimarishwe. Hebu niwaulize, wangapi wameshawahi kufuga kuku? Asante. Mama Angel, kuku anayatamia mayai kwa siku ngapi? Siku ya kuyatamia mpaka yatotolewe
21. Siku 21. Siku 21. Ndipo anayatotoa. Na asipokuwa makini hawezi kuyatotoa. Kwa nini? Kwa nini haharibiki? Hajayafunika vizuri, sawa. Mwingine anakuwa na yes. Hii point ndio nilipata itaka. Kwa sababu unaweza ukawa na mayai 100. Ukishindwa kuwa na utulivu, mayai yakaonekana, lakini ukawa ni mtu wa kutoka unayaacha hivyo. Tafsiri yake ni nini? Yanapokuwa yanaathiriwa na ile baridi, kwenye kuzaa hautakuwa na matokeo makubwa. Sasa kama kuku anatamia siku 21, mitume waliatamia siku 50. Umeona hiyo shida? Ulichonacho unakielewa kuwa ni cha thamani, kwa sababu ishu sio kuatamia. Unatamia ili uwekeze muda wa kutosha na kizaliwe vizuri. Ni lazima ukijue ulichokibeba. Mama yetu, uko kwenye ndoa. Kabla ya ndoa uliatamia muda gani? Uliatamia muda gani? Mama mzee, uko kwenye ndoa. Kabla ya kuingia kwenye ndoa uliatamia kwa muda gani? Muda mrefu. Muda wa kuatamia ndio utakapotafsiri kilicho nacho. Wakati Yesu ananipitisha kwenye hili andiko, mara 3 namuuliza Mungu, huu ujumbe inawapelekea watoto wako wataelewa? Ndicho kitu ambacho nimemuuliza Mungu sana. Wataelewa? Kwa sababu Yesu kinipa mfano wa kuku, wataelewa kuku anavyojitabisha? Nazungumza kama kaneno ka kuchekesha, lakini acha niwaulize. Na nimuulize tu kijana wangu hapa Matias, unajua kuku anapokuwa anatamia, akiwa anatoka, huwa anatoka polepole, sina kelele nyingi, yaani kama ambulance akipita apitie mlangoni, dirishani, lakini anatokaje? Anaamka. Kwa nini anafanya kituko namna hii? Haujawahi kujiuliza? Hicho ni kituko cha kwanza, lakini kuna kituko kingine. Unafikiri anaweza kufanya kituko gani ambacho kwa haraka haraka unakiona? Alidini mchokozi, kasema lakini nataka kutoa sauti. Kile kitu anaweza kukifanya kwa ustaarabu.